Anwani ya darsa hii ni sababu zinazopelekea kuvurugika na kuharibika kwa maadili na tabia kwa watoto wetu. Na takriban tumeshataja sababu zisizopungua 6, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siku nyingine tena leo ametupa uhai na uzima kuweza kuendelea na darsa yetu hii. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotukusanya pamoja katika nyumba hii, atukusanye katika nyumba ya milele yenye furaha ya kudumu pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qulu amin. Allah amejalia kutupa nafasi nyingine ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na baadhi yetu huenda ikawa ni Ramadhani yetu ya mwisho katika mwaka huu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachukua kiumbe chake, akachukua roho yake. Kwa hiyo ibada yoyote tunayoifanya tuifanye ile ibada kama kwamba ni ibada yetu ya mwisho, tuifanye kana kwamba hatutopata tena fursa nyingine. Tukipata nyingine fursa tena ni majaliwa. Ndio maana tunaambiwa pia katika sala, sallu salata muwaddi'in, swalini sala ya mtu mwenye kuaga. Yani ukiswali kana kwamba hiyo ndo sala yako ya mwisho. Unajua ikiwa ni kitu chako cha mwisho, basi unakifanya kwa utulivu na kwa bidii na kwa hisia tofauti. Nipe habari kama mtu amehukumiwa na kuhukumiwa la qaddar Allah, ndo kahukumiwa labda kutolewa maisha yake, alafu akapewa nafasi, akaambiwa hii nafasi yako tunakupa kabla ya kukutoa maisha yako kwa kupiga labda risasi au kunyongwa au kwa kitu chochote kingine. Ile nafasi ya mwisho unaitumiaje? Utaitumia vipi ile nafasi yako ya mwisho? Bila shaka ina thamani kubwa sana. Sasa ile unajua, lakini hizi hatuzijui, lakini huenda nazo zikawa ni nafasi za mwisho. Kitu chochote ambacho Mungu amekupa kitumie vizuri, kana kwamba hatokupa tena baada ya pale. Inshallah tufaidike na hizi darsa ambazo tunazitoa. Jana tulizungumzia nini tulizungumza jana? Juzi. Right. Mashaallah, mko pamoja nami. Tulizungumza nini? Mushahadatu aflamil jarima wal jins. Ilikuwa ni sababu ya ngapi? Ya 7. Sababu ya 7 katika sababu zenye kupelekea kupotoka na kuharibikiwa watoto wetu ni kutizama filamu chafu wakiwa katika umri mdogo. Na filamu hata kama sio chafu zile tunazozijua chafu, lakini zipo za mafunzo mabaya, za ujambazi, za kukabana, robbery, za kuiba kwenye mabenki, filamu za musalsalati zile za romansi, na vipindi vile vya kuonyesha mapenzi na vitu kama hivi. Hivi vyote ni vibaya na vinaharibu tabia za watoto, hususan watoto ambao ni walegevu katika dhamiri na akili, wenye kutekwa na kila ambalo linaingia pale mjini. Watu wengi huwa hawajui kama vile vinavyotokea katika runinga na television ni acting, watu wanaiga, wana act, sio uhalisia. Lakini sisi tunaonyeshwa ile, tunafikiria ile ndio uhalisia wa mambo yenyewe. Sasa akipata mke au mume mtu, anaona mbona mimi hanipendi kama yule fulani kule kwenye vipindi fulani anavyompenda mkewe. Wale wana act wale. Lakini uhalisia huu hapa unatakiwa usiige au usiishi kufuata maisha ya watu wengine. Katika watu wenye kuharibikiwa mno katika maisha ni watu ambao wanaishi kwa kuwaiga watu wengine. Kuwa wewe
tengeza wewe, iga mazuri, jitahidi kufuata nyayo za watu wazuri na vitu vizuri kwa kadri ya uwezo wako. Kwa hiyo ni juu ya wazazi kuhakikisha watoto wao hawatokomei katika hili janga la kuangalia vipindi vichafu, sinema za ovyo, mambo mabaya tunayoyaona katika television na katika simu zetu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu wazazi tuna nafasi nzuri na kubwa ya kuwasaidia watoto juu ya hili. Kwa sababu kwanza hili tambua kwamba ndiyo maswiri ya mtoto wako. Maswiri yani ile destination ya mwisho kabisa inatokamana na hiki ambacho sasa hivi kinamswarifu na kumtengeneza. Jua kwamba kwa hii hali ya kutizama filamu chafu na vitu vingine ndiyo itatengeneza mustakbali wake na kuitengeza shakhsia yake, na hatimaye anaweza akamalizikia vizuri au vibaya kutokamana na kile ambacho mzazi atamuelekeza. Kwa sababu Qur'ani inatuambia katika suratu Tahrim, ukienda aya ya 6, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aya hii inawahusu wazazi, inamhusu kila mmoja. Maana yake ni enyi mlioamini, okoeni anfusakum, nafsi zenu, wa ahlikum, na okoeni nafsi za watu wenu. Na watu wenu ni watoto wenu, wake zenu, ndugu zenu, watu wako wa karibu, jamaa zako, ndugu zako, waokoe. Kumzuia mtoto asitizame vipindi vichafu ni kumuokoa yeye. Kumzuia mtoto asiangalie michezo mibaya ni kumuokoa, kwa sababu ile haibaki kwamba ameshaangalia yamekwisha, ina stick katika moyo, inakuja kuwa translated na vitendo, kwa sababu tabia tayari itakuwa imeshamchukua. Kwa hiyo kumwekea mikakati kwamba hiki kisimfike, hiki asikifanye, hiki asikitizame, ni kumuokoa kwamba hiki kisibakie kikawa ni desturi yake. Sasa wewe utafikiria kwamba hii labda ndio usasa huu. Vipi mtoto asiangalie television? Huu ndio kushtuka au kuwa mtu wa kileo. Lazima hivi vitu mtoto aangalie, aone. Hatusemi asione, lakini anaona nini? Na alhamdulillah vitu hivi leo vipo vingi, vipo vizuri, vipo vibaya. Unaweza leo ukachagua kipi anaweza kutizama, kipi hawezi kutizama. Japo ni tabu, ni ngumu, lakini jitahidi, kwa sababu umeambiwa jitahidi kadiri ya uwezo wako. Palipobaki tena, ya Rabbi mimi nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu, palipobaki ni hapa na kuachia wewe. Lakini tujitahidi wazee, tujitahidi wa baba, kwa kadiri ya uwezo wetu. Na hata kama itafika pahala mtoto ataangalia, ataona, lakini ajue kwamba mimi nimekatazwa. Ajue kwamba hiki kina ubaya fulani. Na mara nyingi usiwakataze tu bila kuwaambia. Waeleze kwamba unajua kwa nini mimi sitaki ufanye hivyo? Kwa sababu athari yake ni 1, 2, 3. Sio tu unamwambia unamfichia remote au unamwambia usiangalie TV, atakuona adui pale nyumbani. Huyu baba vipi? Mbona amenunua TV kubwa ile alafu hataki mimi nitizame? Sasa akili yake tu, baba yangu ana roho mbaya kwa kweli. Mimi simfahamu huyo mzee. Utajenga chuki kati yako na yeye. Lakini mueleze sababu. Na mara nyingi hili ni jambo muhimu sana. Watu wengi katika walezi hawasemi na watoto wao, hawawapi sababu ya kitu ambacho labda anamkataza au anamwambia akifanye.
hata kwenda kuswali. Kwambia mimi nakwambia nenda kuswali, unajua kwa sababu gani? Kwa sababu swala ndio Uislamu. Swala ndio kitu cha kwanza utaulizwa. Swala ajue, hata kama ni mdogo, lakini mtoto ajue hiki nilichokuwa nasisitizwa mimi kina maana 1 2 3, na hiki ambacho nimekatazwa, na hiki ambacho baba amenipiga leo, ameniambia, amenichapa kwa sababu 1 2 3. Sio tunamchapa, sio tunamzuia, sio tunamkataza, lakini humwambii sababu wala faida na hasara ya kile kitu. Hii ni moja katika kulea kwa njia nzuri mno. Wewe wazazi walikuwa hawaambii watoto wao, nimeficha remote kwa nini? Nimekukatazieni nikakufungieni channel hizi kwa nini? Ni mkali mimi juu ya 1 2 3 kwa nini? Watoto wale watakuwa tu ni maadui zako, lakini hawafahamu kwa nini. Itakuwa kama manake wanaona we unawazuia kuona raha, kuenjoy, kustarehe. Hichi ni kitu muhimu sana katika kuwakataza. Kwa hiyo Allah anasema qu anfusakum, kwanza okoeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, okoeni nafsi za watu wenu na moto. Ndugu zangu, huu moto niliwaambia kwamba una daraja au una darakati. Daraja ya chini kabisa iliyokuwa moto mdogo hafifu, Mtume ameueleza akasema, inna ahwana ahli an-nari adhaban yawm al-qiyamah la rajulun tuda'u tahta qadamayhi jamratan fayaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-ma' la yara anna ahadan ashaddu minhu adhaban wa huwa ahwanu an-nasi adhaban. Hadithi hii maana yake Mtume anasema mtu atakayekuwa na adhabu hafifu, ile nyepesi kuliko zote siku ya Kiyama, ni mtu ambaye chini ya miguu yake iliyokuwa haina viatu itawekwa makaa ya moto mawili, kisha bongo lake litokote kwa makaa mawili yale, kama vile maji au uji au chai unavyoiona inatokota katika sufuria au chungu. Alafu huyo mtu anajiona kwamba katika wenye adhabu kali kuliko wote ni yeye. Mtume anasema wa huwa ahwanu nasi adhaban, wakati yeye ndio mwenye adhabu hafifu kuliko wote, lakini kwa adhabu yake hii anajiona kwamba hakuna mtu mwenye adhabu kali kuliko yeye. Hii ndio adhabu ndogo. Katika hadithi nyingine anasema, inna adna an-nasi adhaban yawm al-qiyamah la rajulun yanta'ilu na'latayn min an-nar, yanta'ilu na'latayn min nar. Watu wenye adhabu hafifu ni mtu atavaa kanda 2 za moto, atavishwa viatu vya moto. Anasema fayaghli min hararatihima, kwa lile joto la viatu bongo lake lianze kutokota kama vile maji. Adhabu ndogo kwa watu wa motoni, lakini wenyewe ndo wanaiona adhabu kubwa. Qur'ani inasema wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Mpaka kinywaji chako ukihitisha, na utapewa kinywaji, ukitaka kinywaji utapata, lakini kinywaji gani? Anasema utaletiwa bima'in kalmuhli, kama shaba iliyoyeyushwa, yashwi alwujuh, inamomonyoa uso. Ukikaribisha tu chombo cha maji kile karibu na uso wako, uso wote unamomonyoka, unaingia katika chombo kile, yashwi alwujuh. Allah anasema bi'sa sharabu, kinywaji kibaya hicho cha watu wa motoni. Lakini watu wa motoni wakiona adhabu zimezidi na zimepamba moto, hata maji pia ni ya moto, chakula ni cha moto, malazi ya moto, yani narun ala nar, watakumbuka kwamba sisi kule duniani tukiambiwa kuna pepo na moto. Kwa hiyo watasema hebu tupelekeni ombi kwa watu wa peponi.
huenda wale ndugu zetu kule wapo watatusaidia angalau na maji. Ndio Allah anasema wanada ashabul janna ashabun nari ashabal janna, wataita watu wa motoni kuwaita watu wa peponi. Wanada ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma au mimma razaqakumullah, watawaambia tuleteni maji kidogo, haba tu. Unajua kiu imeshapamba moto na maji ya huku ni moto, kila kitu ni moto. Kwa nyinyi mko huko, afidu alaina min alma, tuleteni shay'an min alma, au kama sio maji basi mimma razaqakum rabbukum, mimma razaqakumullah, tupeni kile alichokuruzukuni Mola katika mambo mazuri mliokuwa nayo huko. Sikiliza jibu la watu wa peponi. Mwenyezi Mungu atujalie ni sisi watu wa peponi na wenzetu wote wanaosema la ilaha illallah. Inna Allaha harramahuma ala alkafirin, watawaambia Mungu ameharamisha hivyo vitu mnavyoviomba ni haramu. Qalu inna Allaha harramahuma, Mwenyezi Mungu ameviharamisha hivyo. Maji ya huko hayaji huko, neema za huko haziji huko, kwa watu waliomkana na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wakiona kwamba tumekosa, ombi limegonga ukuta kwa ndugu zetu wa peponi, watawaambia wale malaika wanaowaadhibu, watawaambia ud'u rabbakum, waqalu li khazanati jahannam, so watawaambia walinzi wa pale jahannam, ud'u rabbakum, muombeni mola wenu. Afanye ud'u rabbakum yukhaffifu anna yawman min al'adhab, muombeni Mungu atukhafifishie, sisi tumeshasafa tunaumia, huyo Mungu atupunguzie kitu kutoka na adhabu angalau kidogo tu. Hawasemi kwamba tuondoshewe, tuendelee lakini tupunguziwe. Yauman, angalau iko siku moja iwe siku ya off, hakuna adhabu. Mungu ajalie labda Ijumaa, Alhamisi, at least tuwe katika fusha. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum awalam taku ta'tikum rusulun minkum bilbayina, anasema kwani mitume ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma kuja kuwaonya na kuwaambia hawakuja nyinyi kukuelezeni kwamba mwisho wa watu fulani utakuwa huu? Qalu bala, watasema hiyo, walikuja mitume wengi tu walipita, na sisi tulikuwa tunasikia habari zao, na baadaye walikuja warithi wao. Qalu fad'u, basi tuambia ombeni wenyewe basi, kama mnajua kumbe mitume walikuja na mnajua mlifanya makosa, ud'u. Wama du'aul kafirina illa fi dalal, na dua zenu mtakazoziomba zozote hazina isipokuwa katika upotevu tu, hakuna chochote mtakachoambulia. Ombeni wenyewe. Malaika wanaambia ombeni wenyewe, kwa sababu mitume walikuwa wanakuja kumbe, na mnajua na mashahidi juu ya hilo. Wal iqraru sayyidul adilla, qalu fad'u. Wakiona kwa hawa malaika hawakupata jibu zuri, wataenda kwa yule mkubwa wao, anaitwa nani? Malik. Ya Malik, watamuita ya Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, sisi tumekuja kwako, wale wadogo wako wote wametukatalia, sasa wewe tunakutuma, mwambie Mungu atuue, tufe, tumalizike hizi adhabu, tuko hai zinatuumiza. Liyaqdi alaina, atumalize kabisa. Ulama tafsiri wanasema Malik atawajibu baada ya miaka 1000, ndio jibu lao watalipata. Yani hawajibu pale kwa pale.
Hii ni adhabu nyingine hiyo, kwamba amekaa kimya tu kwa muda wa miaka 1000, alafu ndo inakuja ansa ya jibu lao. Qala innakum makithun, na jibu lao li mtaendelea kusafa, mtaendelea kutaabika, mtaendelea kuishi hapa mkiadhibika. Hakuna kupunguzwa, hakuna kufa, hakuna, yani mtaendelea kuishi katika hicho. Wakiona kwamba kwa watu wa peponi hawakupata kitu, kwa watu wa motoni, kwa watu wa malaika wa motoni hawakupata kitu, kwa mkubwa wao hilo ndo jibu, baada ya miaka 1000 wataona imebaki kwa Allah mwenyewe peke yake. Watamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, ewe Mwenyezi Mungu, Rabbana, Mola wetu. Naona wanamuita, wanakiri njia wanazozitumia, manake kuonyesha kujihurumisha kwa Allah, kujidhalilisha. Wewe ndo Mola wetu, Rabbana akhrijna minha, ewe Mola wetu tutoe hapa, tuondoshe katika hii adhabu na balaa hizi. Akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, tunakuahidi hatutorudia haya, hayatojiregea haya, hatutokwenda tena kufanya haya makosa kama ambayo yamesababisha sisi kuingia hapa. Fa in udna, tukirudi kurudia makosa kama haya, fa inna zalimun, takuwa basi sisi ni madhalimu, tumeidhilimu nafsi zetu, tena hatufai chochote sisi, tunakuahidi tutabadilika. Nini sasa jibu lake Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Mwenyezi Mungu atawajibu, atasema ikhsa'u fiha wala tukallimuni, dhalilikeni huko wala msiseme na mimi. La tukallimuni, yani msizungumze na mimi. Hizi ndio hali za motoni, ndugu zangu. Unajua, kama hujui kitu ambacho unahofishwa nacho kikoje, unaona tu watu kama wanaimba moto 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 moto, ndio una habari. Lakini huu ndio moto, na nilivyoueleza mimi sivyo alivyoueleza mtume na mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Mfasaha wa mafasaha alivyoueleza katika hadithi na Qur'ani ilivyoeleza, mimi nimegusagusa tu, lakini reality yenyewe iko kule. Moto ni mkali, na ndio maana Allah anatukhofisha nao. Kwa hiyo anapotuambia jiokoeni nafsi zenu na watoto wenu, unahisi kama mtoto ndo unampenda, kwa sababu baadhi ya wazee wasiojua kulea wanahisi kumpenda mtoto ni kumwacha huru afanye anachokitaka. Unamnunulia tena vile vitu vya kumfisidi, ndio unamnunulia, unamletea. Utamkuta mtoto ana simu kubwa, utamkuta na iPad zile, ana vitu ambavyo na internet, na yuko free, anatizama kitu anachotaka. Sasa anaona mtoto wangu ni mzungu bwana, mtoto wangu hivi, mtoto wangu vile. Kumbe ukicha mwana kulia, utakuja kulia wewe. Utafika pahala utajuta. Maamun na Amin ni watoto wawili wa nani? Harun Rashid. Harun Rashid ni mtawala katika watawala wa Bani Abbas. Sasa Amin alikuwa msomi, lakini Maamun alikuwa sio msomi. Hawa ndugu wawili, mmoja alikuwa msomi, ana akili na alikuwa hodari, lakini mwingine alikuwa sio msomi na hakuwa hodari, na mwenyewe alikuwa anajijua kilichomponza mpaka asiwe hodari kama ndugu yake ni nini. Kwa hiyo watu walikuwa wanamsema sana kutokamana na kwamba alikuwa kile Kiarabu na lugha yao alikuwa haijui, yani ile fusha, ufasaha. Akisema mbele ya watu kuna zile grama anazikosea, alafu watu wanacheka.
ndo nini, kiongozi mzima anakosea nahau. Yani ni aibu kwa baadhi ya hali. Sasa ile ilimponza kwamba hakusoma kama mwenzake ilivyokuwa ikitakiwa. Na kwa nini? Sasa kila pahali akifika anasema adharra bina hubbu Harun, yani anajuta, anasema kimetuumiza sisi mapenzi ya Harun, yani mapenzi ya baba ndio yameniumiza kiasi hiki. Yamemuumizaje? Anasema siku alikuwa na rafiki yake, na wakubwa huwa wanawaleta walimu pale nyumbani kuja kumsomesha. Watawala wengi wanafanya hivyo zamani. Kwa hiyo unaletewa walimu wabobezi usomeshwe. Sasa yeye walimu alikuwa akija, yeye anatoka kwenda kusaka wanyama, kwenda kufanya nini. Baba akiambia mbona hivyo? Mbona bwana mimi sitaki kusoma. Utaki haya? Basi haya. Anasema ya rate hakuniambia, hakuniruhusu nilipokuwa nikimwambia mimi sitaki. Alinikazania, akanikamata, akaniambia utasoma. Lakini ile sitaki mimi bwana, huyu mwalimu huyu simtaki. Basi endelea na mambo yako. Anasema adarra bina hubbu Harun, kilichotudhuru sisi, kutuharibu mpaka tukafika katika hali hii ni mapenzi ya Harun Rashid, mapenzi ya baba. Sasa kuna na wazee wengine wanawadhuru watoto wao kwa staili hiyo. Mimi sitaki kwenda chuoni. Haya. Lakini kwa upande mwingine skuli unamshikia fimbo na utakwenda. Unataka kuwa nani wewe kama hutaki kwenda shule? Lakini madrasa hukutaka kumuuliza unataka kuwa nani wewe, hutaki kusoma. Umemwacha tu. Bwana wewe ukipenda nenda, usipopenda basi. Mimi mwenyewe sijasoma popote. Baba unasema maneno haya. Kwa hiyo unamdhuru mtoto wako bila wewe mwenyewe kujua. Mimi bwana nataka kucheza mpira tu. Haya, cheza mpira. Hakuna kuswali, hakuna kusoma, hakuna chochote. Kuwa footballer. Kuwa hivi. Tumesema sisi watoto lazima wacheze katika mwanzo wa hotuba yetu. Watoto ni muhimu, tena tuwatafutie hasa nafasi na nyenzo za kucheza. Tuwaandae hasa. Hii ni sehemu yao. Lakini isiwe sehemu yao hii inachukua zile sehemu za muhimu. Kwa sababu Qur'ani imetuambia kweli, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako katika dunia. Watoto wana sehemu yao, wana fungu lao katika dunia, ni hii michezo hii. Lakini ndio michezo imekuwa imechukua nafasi ya kusoma, kwenda kuswali, kwenda msikitini, kwenda kufanya ibada. Hapana. Masomo yana wakati wake na michezo ina wakati wake. Kuna wakati wa kucheza na kuna wakati wa kusoma. Kwa wazazi wale ambao wanahisi kwamba mtoto kile anachokipenda na anachokitaka anaachiwa afanye, ndo kupenda, huko ndo kumwangamiza mtoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na mtaulizwa mlichokichunga mmekichunga vipi. Kwa hiyo tuwachungeni watoto katika muamala, katika hii sababu ya mushahada aflam aljinsi wal jarima. Leo niwatajie sababu nyingine. Sababu nyingine ni intisharu albatala baina afradi al-umma, kuenea kwa kukosa kazi. Batala ni kuwa jobless, mtu hana kazi ya kufanya, yupo tu. Wazungu wanasema an idle mind is a devil's workshop. Idle mind is a devil workshop, yani ile kwamba mtu hana jambo la kufanya, ile ni workshop ya shetani.
akili ambayo haipo pale kufanya hiki wala kile, yupo tu kaka zake maskani, wanaopita tu pale, kazi yake kutizama hivi. It's a devil's workshop. Hiyo ni karakana ya Ibilisi. Hapo ndo Ibilisi anahamia kuja kufanya nini? Kazi zake. Kwa sababu kwa hiyo hapo kila kitu kinaingia, lakini fari hakuna kitu hapo. Yaani moyo ni mweupe, haujaingizwa kitu. Sasa hiyo ni workshop ya shetani. Lakini unapotoka mtu huyo, unaenda garage, unatengeza gari hii, unatengeza ile, unatengeza, uko busy. Unaenda kwenda kukata mbao, unakuwa carpenter, unachonga hiki, uko busy. Uko kazini, uko kwenye computer, ni accountant, uko hivi, uko busy. Kile chombo kimejaa na hakuna atakayeingiza kitu pale kirahisi. Lakini ile ya kwamba umeamka, wewe kutokea umeamka, una la kufanya, upo. Shetani sasa ndo pale anakuja kupachika baadhi ya vitu ambavyo unaona sasa ndivyo vinavyokupelekesha. Mara utaona umeajiriwa na Ibilisi, unafanya kazi zake. Hii wanaita albatala, kutokuwa na kazi ya kufanya. Na batala wanasema inagawika sehemu mbili. Iko batala aina mbili. Batala to mudtar, kuna kukosa kazi bila ya wewe mwenyewe kwamba ndio matlaba yako na matakwa yako. Kijana, alhamdulillah, unatafuta kazi lakini hakuna. Umesoma alhamdulillah kwa mujibu wa ulichokisoma, lakini hicho ulichokisomea kila unapofika hakuna kazi. Ukifika kwenye mageti makubwa hakuna vacancy, no vacancy. Unakuwa nini? Unakuwa disappointed. Unaambiwa mapema hakuna kazi hapa. Hakuna kazi. Kiviwandani umeandikiwa pale kwenye geti, usije ukasumbua, hakuna kazi. Unarudi na certificate yako na madegree yako na madiploma yako na hakuna kazi. Hii inaitwa batalatu mudtar. Ni mtu wa bidii, umesoma, una vyeti vyako, lakini kazi hakuna. Ungependa kuajiriwa pahala fulani, lakini ukienda hakuna kazi. Hii ni aina ya kwanza ya ukosefu wa kazi au kutokuwa mtu anafanya kazi. Ya pili, batalatu kasuli, ni kutokuwa na kazi lakini kwa uvivu wako. Watu wawili wote wapo katika jamii yetu. Hendi kazini kwa sababu hana kazi. Try to the level best kutaka kazi, kutafuta kazi, lakini hajapata. Lakini mwingine kazi zipo zinamtafuta na pengine kishaitwa kila pale. Uvivu tu, anataka tu akae maskani, atizame mpira, atizame mechi hii, angalie movie, kazi yake kukaa nyumbani, yeye na dada zake na watoto wa kike pamoja, yupo tu. Akitoka amekwenda zake. Hivi ndo mtu yupo, kazi hapana. Hii inaitwa batalatu kasul, kukosa kazi. Hii jobless, hii ya uvivu, utaki kazi. Hizi ni aina mbili ambazo zipo katika mujtama. Ya kwanza, solution yake hii ni juu ya masulin, serikali na viongozi na wenye kuulizwa masala hayo kutokamana na majukumu waliotwishwa na watu. Ni juu yao waandae mazingira ya kuhakikisha kwamba fursa za kazi kwa watu wao zinapatikana. Hiyo ni lazima. Ndio maana iangalie katika bajeti yake yote serikali, alafu iwaambie tumecreate katika bajeti ya mwaka huu kazi 200,000 kwa ajili ya vijana katika sekta mbalimbali.
Sasa batala ile iliyokuwepo mitaani itaanza kupungua. Vijana tumeshaanza kuwatengezea mazingira ya kupata kazi kwa kila ambaye anatafuta kazi. Batala itapotea, na uwezo huo nchi zinao mtengeza mazingira vipi. Na ndio maana kuna baadhi ya nchi zina strike katika kuangalia watu wake, ili wanaangalia kwamba wananufaikaje watoto wetu, mfano na mambo ya uwekezaji. Wawekezaji wanapokuja naambia basi wekezeni, nyinyi ni wageni na sisi tunafaidika, lakini vijana wetu waandikwe kazi. Hata kama mtawaleta ma expert labda kutoka nje na nini, lakini wafanyikazi asilimia kadhaa wawe wakazi wa hapa. Hizi ni njia moja na mfano mmoja katika mingi ambayo inaweza ika create fursa za kuondoa batala katika jamii, ambayo mtoto anapoamka kamwona baba yake hana kazi na yeye mwenyewe hana kazi, hii ni nafasi nzuri ya kufanya vibaya. Ni nafasi nzuri ya kufanya vibaya. Hapa ndipo panapoibuka wauza unga, zile kazi zile za haramu na zile kazi ambazo ni ngumu, kazi ambazo zina mapato ya haraka lakini zinaumiza. Kichunguza sana ndo zinaanzia pale, kwa ajili ya kuokoa mtu familia yake. Anaiona umaskini, ufukara, nifanye nini mimi na uwezo lakini sina kazi. Lakini juzi mtu fulani amenipa ofa, ameniambia nikipeleka mzigo tu pahala fulani, nikifaulu basi 25% ni yangu. Sasa mtu amepata mfano milioni 25 kwa ghafla kwa sababu ya kupeleka mzigo tu pahala fulani. Kesho atatafuta njia nyingine ya mzigo mwingine. Mara unaona mtu amekuwa tajiri bila ya hata kufanya kazi wala nini, unamwona tu mtaani, kwa sababu ile idol imepata nafasi yake. Kazi zote chafu nyingi, inakuja fikra kama hizi. Mtu baada ya kukaa hana kazi, hakuna masdari riziki, imekuja hii, siiachi. Kwa nini? Atakwambia sasa mimi nitafanya kazi gani? Na mtu atakayemkanya nini, huyo ndo adui yake. Nipe basi kazi ya kufanya, nifanye nini sasa mimi? Anasingizia kwamba hii bwana imenibidi. Au ni kama mtoto wa kike anajiuza na mambo kama hayo. Kwa hivi vitu vyote ambavyo vinatokea vya kukosa kazi, serikali na waliokuwa masuli wa haya mambo katika jamii wanaweza wakasaidia kwa upande wao kwa kuunda fursa kadhaa wa kadha kwa ajili ya watoto kupata kazi. Lakini hii aina ya batalatu kasuli, kukosa kazi lakini kwa uvivu wa mtu, hii pia inaweza ikaondoka. Inaondoka. Njia moja ni kama hii ambayo tunazungumza. Tunawaambia vijana, msiwe wavivu, tafuteni kazi hata ya kujiajiri mwenyewe. Undeni jamiati, na pia serikali ilikuwa inasema hivyo na imewasaidia baadhi ya watu. Anzeni baadhi ya nini, tutawapa mitaji mujiajiri. Ukitaka mambo ya kampuni na nini ni ngumu. Kwa hiyo undeni vijana jamiati zenu, vikundi fulani, muombe mtaji, mumpewe. Vitu kama hivyo vinatokea. Rasulullah alikuja mmoja katika watu wa Madina kuja kumuomba, na ukikosa kazi ndo itakuwa kazi yako ni kuomba kama hivyo. Akaja mtu kwa mtume anamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza, bwana mtume, madha fi baitik alaysa fi baitika shay'un, wewe
unataka nikupe, nyumbani kwako kuna kitu gani? Akamwambia hils, yani kisaun ghalib nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'da. Nyumbani kuna kitambara kizito ambacho tunaweza tukavaa na tunaweza tukatandika. Wa ina nashrabu minhu alma, na kuna chombo kama jagi fulani hivi ambao tunatumia kwa kunywa maji. Mtume akamwambia itini bihima, niletee hivyo vitu vyote viwili, niletee. Yule bwana akaenda nyumbani kwake, akaleta tambara lile, akaleta na jagi la maji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akazichukua yeye, akaenda nazo bwana mtume mbele ya masahaba, akawaonyesha, akawauliza man minkum yashtari hadhaini, ni nani katika nyinyi atanunua hivi vitu viwili? Pale pale kachomoka mmoja akamwambia Rasulullah, ana ashtarihima bidirhamaini, mimi nina dirhamu mbili na vinunua kwa dirham mbili hivyo. Mtume akamuuzia, kapiga mnada pale Rasulullah, bwana mmoja akasema na vitaka, akamchukua dirham mbili, akampa vyombo vile. Dirham mbili zile akampa yule bwana aliyekuja kuomba, akamwambia ishtari, nunua bidirhamin taama, kanunue chakula, hii dirham moja. Na dirham ya pili nenda kanunue qaduman, yani shoka. Hii dirham moja nenda nayo kwa mkeo, kwa watu wako. Dirham moja sio ni pesa, unanunua iddata ashya, kanunue chakula mule. Na hii nyingine kanunue shoka, niletee mimi. Yule bwana akaenda kanunua shoka. Baada ya kupeleka dirham ya kwanza kwake, akamletea Mtume. Mtume akalitengeza vizuri, akalitia mpini, akaliweka sawa, akampa. Akamwambia unaliona hili? Idhhab fahtatib wabi' wala arayannaka 15 yawman. Chukua ili shoka, potea msituni huko, kachanje kuni, kusanya, nenda kauze, nisikuone hapa mtaani kwa muda ya wiki 2, siku 15 nisikuone, nisione sura yako. Yule bwana akachukua shoka, akapotea msituni, hakuonekana kwa muda wa siku 15. Akauza kuni, alivyorudi ana dirham 10. Alivyorudi kwa Mtume ana dirham 10. Akamwambia Rasulullah, dirham 10 zikamwambia haya, nenda kanunue taaman wa thiyaban, chakula na nguo. Wa hakadha Mtume aliubandua umaskini na ukosefu wa ajira kwa huyu mtu. Sasa kuna watu kama huyu mtu, fursa anayo nyumbani kwake, lakini kumpata yule wa kumwambia we, mbona unayo fursa nzuri, hamna. Kama utaenda kwake utaangalia, huyu bwana kama atafanya kitu fulani atatoka katika ufukara, atauza. Kuna watu wa aina hiyo, yani kuna watu wengine wao ni mahodari katika kuiba idea. Wewe ukisema tu kitu, bwana mimi nataka kuanza kitu fulani, kesho kaanza yeye. Sasa wewe siku zote hizo mbona uanze, ulikuwa unasubiri nini? Sasa huyu pia anaweza akawa na njia nzuri ya kufanya jambo zuri, lakini asifanye mpaka aelekezwe. Wapo watu wa aina hiyo, ni mahodari katika kuelekezwa. Wakishaelekezwa, kuna watu wana fursa ya kutajirika, ya kubadilisha maisha yao na ya wenzao, lakini kwa sababu hawaoni zile fursa, wanabakia kuwa maskini, wanabakia kuwa ombaomba, wanabakia kuwa hawana kazi. Sasa Mtume kamuonyesha huyu njia, na mfano wa hayo yapo sana. Sasa wale wenye kuona mambo kama hayo wawashtue wenzao, wawasaidie kwamba kumbe wewe unaweza ukafanya hivi ukafaulu.
Ndio sisi katika hija huwa tunazunguka tunawaambia, mtu ana magari mawili bado anasema mimi bwana sijawa na uwezo wa kwenda hija, si uuze hili moja ukahiji. Hija ni nguzo, una viwanja 5 bado anasema bwana Sheikh Uthman niombeni dua Mungu aniite bwana, na sisi hatujaitwa. Huitwi. Unatakiwa utoke katika kuegemea mambo wakati Mungu ameshakupa neema zote hizo. Imefika wakati wa Idi, unatakiwa utoe zakatul fitri. Ni maskini, ukienda kwenye nyumba yake hiyo sitting room peke yake ina gharama ya milioni 50, alafu mtu anasema mimi sina hata cha kutoa zakatul fitri. Ni lazima utoe zakatul fitri. Uza hichi kiti kimoja hivi. Kuna vitu kama hivyo vipo katika maisha yetu. Sina kazi, una shamba sawa, usilime wewe, akilimisha. Wapo watu wanatafuta kazi ya kulima. Vitu kama hivi vinaondoa kitu kinachoitwa batala. Sasa batala tukasal tunaiondoa kwa staili nyingine. Saidna Umar alipita siku moja msikitini, akawakuta watu wamekaa, au sio msikitini, pahala tu watu wamejikalia tu. Akawauliza, man antum, nyinyi ni akina nani? Wasema nahnu almutawakkilun. Yani mbona hamwendi hamurudi? Watu sasa hivi wako kwenye mitende, watu wapo huko mashambani, nyinyi mmekaa tu. Nyinyi ni akina nani? Nasema sisi ni wale wenye kumtegemea Allah. Ukisikia watu wenye kutawakkal ala Allah ndo sisi. Umar akawatizama, nyinyi mnamtegemea Mungu nyinyi? Wenzenu wako maofisini, wako mashambani, wako makazini, nyinyi mmekaa tu hivi bure tu, alafu mnasema mnamtegemea Mungu. Akamwambia, kadhabtum, mmesema uongo, hamna cha kumtegemea Mungu hapo. Kadhabtum, mmesema uongo. Nyinyi mngemjua mtegemea Mungu yukoje. Kisha akawafafanulia mtegemea Mungu yukoje. Akamwambia, almutawakkilu ala Allah, mtu mwenye kumtegemea Allah ni yule mtu ambaye anasema rajulun alqa habatan fil ardh thumma tawakkala ala Allah. Ni mtu aliyekwenda shamba akalima, akatia mbegu chini ya ardhi, akaisubiri kwa kusema sasa namsubiri Allah subhanahu wa ta'ala, namtegemea yeye, mimi langu nishamaliza. Hadha huwa almutawakkilu ala Allah. Huyu ndo anamtegemea Allah, sio nyinyi mmekaa hapa. La yaqudanna ahadukum, asikae bwerere tu mtu mmoja akakaa tu pahala, fayaqulu Allahumma rzuqni, alafu aseme Mungu niruzuku. Waqad alima anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda, na mtu anajua wazi kwamba mbingu hainyeshi mvua ya fedha wala dhahabu. Umar wewe unasema, wewe unajua kwamba mvua ni ya maji. Ile mvua ya maji maana yake nenda zako wapi? Shamba, ukalime, ukapande, utavuna baadaye. Wewe unajua hivyo, lakini wewe unakaa tu pahali, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Mungu ni ruzuku, lakini hufanyi kazi wala hutafuti sababu ya kuipata hiyo riziki. Wewe ni mvivu. Na hii ndio batala tukasul ambayo inapigwa vita. Siku zote wewe hutafuti kazi, upo tu. Ukiulizwa mbona ufanye kazi, hakuna kazi. Umetafuta bado, kwa hiyo kazi unataka ikufuate wewe hapa. Umehangaika, umejitahidi kadri gani? Hii batala ni mbaya. Lakini pia Sayyidina Umar aliwahi kupita wakati wa ukhalifa wake, akawaona wanaswara wa Kristo, manake dola ya Kiislamu wanakaa watu aina mbalimbali, sio Waislamu tu. Sasa aliwapitia baadhi ya Wakristo, akawaona wazee na wenye maradhi yale ya ukoma.
maradhi ya ukoma, maradhi ya ndui. Kaona hali zao mbaya sana, akatoa amri kutoke kitu kutoka baiti mali almuslimin kwa ajili ya kuangalia wazee na watu ambao wana maradhi. Kwa hiyo ni sampuli nyingine pia ya kuondoa kutokuwa na kazi. Kuwe na mipango maalum ya watu aina hiyo kwa msaada, ili wapate kutoka katika hali, wawe na kitu cha kujishughulisha. Kwa hiyo wakiwa na kitu kutoka baiti mali almuslimin, mtu atajiajiri, mtu ataanzisha biashara, mtu ataanzisha mambo mazuri, hatimaye yale yatamalizika. Hii nayo ni moja katika sababu za kuondoa kutokuwa na kazi. Hiyo ni sababu ya ngapi zenye kuharibu tabia? Ya 8. Ya 9 sasa. Twende haraka sasa. Ya 9 katika tabia zinazopelekea maharibiko kwa tabia za watoto wetu, anasema tarkul abawaini tarbiyata abnaihim. Ni wazazi wawili kuacha kuwalea watoto wao. Wazazi wawili, jukumu la malezi kwa watoto ni lao, lakini pale wanapoacha kwa kujua au kwa kutokujua malezi ya watoto wao, hii ni sababu moja kubwa katika sababu za inhilalul khuluqi lada alawlad, na hii ipo sana. Hii hali hupelekea mtoto akawa ni yatima ingawa na wazazi wake wako hai, kwa sababu hakuna mzazi anayeshughulika naye, si baba si mama, kila mmoja yuko busy kwa upande wake. Baba akiamka asubuhi anapiga gari yake moto, huyo hata mtoto hajaamka anakwenda zake anakokwenda huko na shughuli zake. Akirudi ni usiku, mtoto kalala. Kwa hiyo hana wakati hata wa kumkamata mtoto akambusu, akamshika kichwa, akamhagi, hana. Na mama naye akishaamka vile vile ashatengeza maziwa ya kopo, alafu pale nyumbani yuko dada anambia hajaamka huyo, akiamka utambadilisha nepi zake na pampers, na hii utampa hii hapa uji wake Cerelac nini ziko pale. Huyo mashariki baba, magharibi mama, kavaa na skati yake tight na nini, huyo sekretera anakwenda zake kutumika huko, harudi mpaka usiku na yeye saa 2. Akirudi kuna harusi, ameshaingia kwenye makeup yake, mtoto haoni baba haoni mama, anamuona dada tu. Ndio maana kuna baadhi ya watoto yule dada ni kama mama yake, kwa sababu 24/7 yuko naye. Mimi nishawahi kushuhudia dada anaondoka katika kazi, anataka kwenda kuolewa, yule mtoto sio nashuhudia mtoto wangu mimi, yule niliwaonyesha, siji akakimbia leo hayupo. Yule alikuwa na dada yake ambaye anamfanyia kazi. Alipotaka kwenda kuolewa, alitaka kusafiri naye kwenye boti, analia mdogo, anamtaja jina, nani wangu, analia machozi, aende naye huko huko kwao. Kiasi gani? Kwa sababu kila wakati yuko naye, anamuona yeye. Hivi vitu vinawaathiri sana. Kama wale wadada ni wabaya watoto, lakini kama ni wazuri, anawalea vizuri, anafuata instruction nzuri, anasikiliza anachoambiwa, ni nzuri sana. Lazima tuwasaidie wake zetu kweli, tuwatafutie wafanye kazi, lakini hilo lisipelekee wewe baba au mama na we kucheza pati yako katika malezi ya mtoto. Watoto tunawaachia mamaidi, madada wa kazi, wanawalea wao
Sasa zile tabia na akhlaq zao pia ni za watoto wale wa kazi. Ikiwa ana tabia mbaya huyu dada, mtoto atakuwa na tabia mbaya. Sasa hapa pia panakuja suala la mfanyakazi awe aina gani pale nyumbani. Kuna wafanyakazi akichoma kidogo mkono wake kwa sindano huwa anasema Yesu wangu, na mtoto yuko nyuma yake, na huyu mtoto akijichoma atasema Yesu wangu, atasema tu. Umesikia wapi? Nimesikia dada amesema hivyo alipodondosha kitu. Huu ni mfano mdogo katika mifano mingi. Akitaka kula atafunga macho kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, bariki chakula chetu. Na mtoto wako akitaka kula atafanya hivyo. Wewe umeona wapi? Umeona wapi? Dada anafanya hivi kama kabla ya kula. Vitu hivi vina athari. Sasa wewe hivi huvioni. Baba uko mashariki, uko magharibi. Mnakuja kukutana usiku, nyote mmechoka, na kama hujachoka ukirudi tu na kompyuta yako zile laptop unaika. Mtoto anakuja baba, dada hebu mzuie toka nayo huko. La, hasara kweli leo. Watoto wanaharibika, wewe umekazania mambo ya hivi vitu, vinaleta athari kubwa. Takhalli abawain, kuacha. Mtume anasema warajulu ra'in fi ahli baitihi wal ummu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Baba ni mchunga kwa watu wa nyumbani kwake, na mama naye ni mchunga katika nyumba ya mumewe. Lakini kwa kuacha kuchunga, watoto wanaishi shibhul yatim, kama mayatima vile, hawana wazazi wakati wazazi wao wako hai. Ndo Hafidh Ibrahim, huyu mmoja katika washairi nguli, anasema al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal a'raqi. Mama ni kama shule, mama ni kama chuo. Akiandaliwa vizuri mama, ndio umeiandaa generation yote, kwa sababu hiki chuo wana graduate watu pale ambao ni watoto wanaowalea pale. Kwa hiyo mama ukimtengeza vizuri, umetengeza familia yote. Kwa hiyo kumuelimisha mtoto wa kike ambaye atakuja kuwa mama, umeielimisha jamii yote. Maneno hayo wanasema sana viongozi wetu, kwa sababu mama ndio mlezi, mama ndio shule. In a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal a'raq. Lakini bila hivyo tumeacha majukumu yetu, tumeangalia zaidi kazi na mazingira mengine. Watoto chagua kazi fanya, lakini iwepo angalau siku moja ya kukaa na familia yako, aone baba na yeye ananikumbatia, baba anacheza na mimi, baba awe anajua kwamba kuna vitu na wewe unavipata kutoka kwa baba. Bila hivyo ataishi yatima huyo wakati wewe hujafa bado uko hai. Na Ahmad Shauqi, nilipoanza hii darasa nilisema ubaiti wa Ahmad Shauqi unaosemaje? Unaosema wa idha usiba alqawm fi akhlaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa hawila. Watu wakipatwa na msiba katika maadili na tabia zao, hao ni wakuliliwa na kuwekewa matanga. Ubaiti huu unafuata na ubaiti mwingine unasema laisa al-yatim man qad intaha abawahu min hammi al-hayati wa khallafahu dhalila. Si yatima yule ambaye baba yake kafa, ameondokana na hizi dhiki za dunia, akamwacha mtoto wake nyuma akiwa dhalili. Huyo sio yatima. Yatima ni nani? Shauqi anasema innal yatima man tajid lahu umman khalat au khallat wa aban mashghula. Lakini yatima wa kweli ni yule ambaye ana mama yake, ni yule ambaye ana baba yake, lakini umman khalat ni mama aliyemtupa, ni mama aliyemwacha, ambaye hajukumiki,
hana majukumu ya kumlea mtoto, huyo ndo yatima wa kweli. Umman khalat anhu, mama aliyemtupa mtoto, aliyemtelekeza kwa Kiswahili chetu cha Zanzibar mtoto. Wa aban, lakini pia akapata yupo na baba mashghulan, baba ambaye yuko busy 24/7, huyo ndo yatima kweli. Laisa liyatim man intaha abawahu min hammi alhayati wa khallafahu dhalila, inna alyatima man tajid lahu umman khalat anhu wa aban mashghula. Ukimpata mtu ana wazazi aina hii, mama ametelekeza mtoto, baba yuko busy, haangalii mtoto wake wala majukumu yake, huyu mtoto ndo yatima. Kwa sababu mtoto anapokuwa hana wazazi ambao wako active katika kuwalea, basi ameshakuwa yatima maskini. Na jamii yetu tunao watoto aina hii, wazazi aina hii kwa wingi sana. Leo tufikie hapa, insha Allah. Kesho tutaendelea na hii darsa na hizi nukta ambazo bado zipo, ili kuhakikisha kwamba tunaisave na kuiokoa jamii yetu kutokamana na akhlaqi hizi ambazo zinaweza zikatibika. Ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ya tawwab tub alayna warhamna wanzur ilayna. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا. يا تواب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.